Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Semina ya mafunzo ya usalama migodini inayotolewa hivi sasa na serikali wilayani Kahama imetajwa kuwa mkombozi mkubwa kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu kwa kuwajengea uwezo wa kuepusha ajali na maafa ya mara kwa mara. Haya yamesemwa na kaimu mwenyekiti wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini Shirema wilayani humo, Steven Maige, mwishoni mwa mafunzo hayo yaliyoendeshwa na waratibu toka ofisi ya madini Kahama hivi karibuni. Kaimu mwenyekiti Maige amesema semina hizo zitaongeza idadi ya wasimamizi wenye uweledi na ujuzi muhimu migodini kama vile wakaguzi, wamiliki vilipuzi na mameneja, tofauti na zamani wakati migodi hiyo haikuwa na wataalamu wenye ujuzi wa kanuni za usalama kazini. Tulikuwa na watu kama aina tatu. Tulikuwa na wakurugenzi, wamiliki wakurugenzi kwa maana wamiliki wa ile migodi kwa maana wenye leseni. Tulikuwa na watu wanaomiliki vilipuzi, lakini pia tumeambatana na watu wa idara ya ukaguzi pamoja na mameneja wa migodi yote. Zoezi hili la leo lililofanyika ni zoezi kubwa sana, hususan sehemu yetu ya uchimbaji wa madini wadogo. Kwanza kabisa ni semina ambayo imeenda kuelekeza kiongozi wetu Raimo amefanya jambo la maana sana kuwapa semina wachimbaji, ukizingatia hususan kipindi hiki cha mvua. Maeneo ya usalama mgodini ni muhimu sana kwa sababu inaenda kuepusha ama kupunguza baadhi ya ajali zisizokuwa za lazima. Binafsi kama kaimu mwenyekiti wa wachimbaji wadogo wilaya ya Kahama, na nashukuru na naipongeza serikali kwa kutenga muda wao thabiti na kuagiza watu wetu wa idara ya ukaguzi upande wa tume ya madini kuseminisha hasa wachimbaji. Nafahamu wachimbaji walio wengi wanaingia katika idara ya ukaguzi kupitia kwenye kutoka kuchimba, anakuwa fundi matimba na baadaye anakuja kujikuta tu ameshakuwa mkaguzi. Sasa hatuna chuo cha ukaguzi, lakini kupitia semina hii tunaenda kupata wakaguzi wengi, tunaenda kuibua ajira za kutosha, na pia tunaenda kupata hata walipuaji kwa maana mablasta waliokuwa na elimu ya kutosha, kwa maana wana vibali vyote vya kuweza kufanya kazi. Kwa upande wangu kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafahamu serikali hii kiongozwa na Rais msikivu Daktari Samia Suluhu Hassan, hususan upande wetu sisi wachimbaji. Kiukweli nimpongeze sana kwa salamu za pekee, hususan kwetu sisi wachimbaji. Ametuthamini, ametuheshimisha kote tulikopita. Leo hadi idara ya ukaguzi imefikiwa sasa kufanywa semina. Kwa upande wa afisa madini mkazi Kahama, pia naye nimpongeze kwa hatua kama hilo la kufanya hii semina kwa haswa kwenye mkoa wetu wa kimadini Kahama, kama alivyoanzia Segese, tulivyoanzia Segese. Kwa upande wake, mwezeshaji wa mafunzo hayo afisa madini mkoa wa madini Kahama, Chone Malembo, amesema mafunzo hayo yanatolewa katika migodi midogo ya Segese, Mwime na Mwabomba. Ameongeza kuwa nia ya serikali kuendesha mafunzo hayo kazini ni kuepusha ajali na kufanya shughuli hiyo iwe endelevu na kuchangia pato lao na la taifa. Anasema kunapotokea ajali katika mashimo ya migodi husababisha vifo na kusimama kwa muda kwa shughuli za uchimbaji. Hii ni hasara kwa taifa na kwa wachimbaji. Endelee sana na wenzangu, tumeshakubaliana tufanye kazi kwa mahusiano zaidi, lakini kama tumekushauri mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na hatuoni mwelekeo, tukitumia rungu letu, hata kama akija mtu yeyote aseme kweli hapa mlikuwa na haki ya kufanya hiki mlichokifanya, umetokea ajali, tupeni taarifa, tuje tushirikiane, tushauriane namna gani tunaendelea baada ya hapo. Wakati mwingine unajua sisi tunasimamiwa na kamati ya usalama, na inapotokea ajali mwenyekiti wa kamati ya usalama ambaye ni mkuu wa wilaya anategemea sana apate taarifa kutoka kwa afisa madini. Na afisa madini akimwambia mkuu wa wilaya atamuuliza nikupe nguvu gani? Taambia tukipata watu wa zimamoto na uokoaji kwa uzoefu wao wanaweza kutusaidia tukabadilishana mawazo na tukaweza kuokoa watu wetu. Sasa kamati ya usalama ina taarifa, zimamoto na uokoaji wako site, afisa madini hana taarifa. Nataka nirudishe Ukerewe hivi kirahisi hivi, alafu na mimi nikubali? Wazee, hilo sikubali. Kwa tutagombana. Na tunagombana kwa sababu mnachezea sasa kitumbua kidogo nilichonacho ambacho ndio wanangu wanachokitegemea na familia yangu na ndugu zangu.
Maana kama ambavyo ninyi mlivyo kwamba kuna mmiliki mmoja pale wa leseni sasa hivi anasomesha watoto wa shangazi yake, wa mjomba, wa nani, na mwingine sio na nani, na mtoto wa jirani pale, sababu anajua ukienda pale fresh. Hata na sisi wengine ni hivyo hivyo. Sasa isionekane kwamba sisi hatutekelezi majukumu na wala hatuna control ya taasisi tunayoisimamia kwa sababu hamtaki kutupa ushirikiano. Tushirikiane, peane taarifa ili tuweze kuifanya sekta ya madini stawi. Na hapa ambapo sasa sisi wengine tumekabidhiwa baada ya wenzetu kuwa wametengeneza msingi mzuri ambao mmekuwa mkifanya nao, na sisi basi walau tembee na kaupepo wako na mwisho wa siku tuweze kuifikia ile neema ambayo kila mmoja anatamani kuipata. Kwa hiyo tuwaombe ma-inspector mnarudi kwenye maeneo yenu ya kazi. Tumetengeneza maazimio hapa na mojawapo ni yale maeneo, na niliandika hapa wakati kaimu mwenyekiti Shirema analisema maneno moja hapa, aliongelea kufunga tai, lakini aliongelea kujogomeja. Ni kujogomeja. Kujogombeja kumbe. Nimekosea. Hiyo tusiruhusu. Tuwasaidie wamiliki wetu wa maduara kama mazingira hayaruhusu kwa sasa hivi. Ukisimama kazi na tunajua changamoto ulionayo, haitatupa shida. Maduara yaliyotelekezwa zaidi ya siku 90, sheria, kanuni na mikataba ambayo tayari ipo, nadhani mmeshaambiwa tayari. Na kwa wale walioko kwenye ile group la inspectors tayari wameshaona hata ile kopi yake. Ingawa sisi tunataka tuedit ile mikataba tuweke pale kwenye mgawanyo wa madini. Tuone ni kwa namna gani tutakuwa na inspector naye akae pale moja kwa moja kwenye mkataba. Kusudi ijulikane. Naomba hicho kibali. Tukipata tu mtaona sasa hivi haina, lakini tunaomba kibali, tukikubaliwa tuweke pale. Kusudi inspector yani hawa anatajwa moja kwa moja kwamba na yeye maslahi yake kama ni mfuko 3 kwenye 10, 5 kwenye ngapi, iwe pale kwenye mkataba. Akipewa manake na yeye apewe maslahi yake, na hawa anajua sasa ninafanya kazi lakini maslahi yangu mimi kwa mujibu wa mkataba ni ABC. Katika semina iliyofanyika Mwime, katibu wa wakaguzi toka mgodi wa Isalenge, Winifrida Mwinuka, amewaasa wanawake wajawazito wenye watoto wachanga au wadogo kutokufanya kazi kipindi hiki cha masika ambapo mvua zinaendelea kunyesha mfululizo kujaza mashimo kadhaa. Mwinuka amesema baadhi ya maeneo yenye mashimo yamejaa maji, hawaruhusiwi kuleta watoto maeneo ya migodini, ni hatari katika shughuli za uchimbaji. Tumepata mafunzo mazuri sana. Tuna imani kupitia mafunzo haya yatakwenda kutuondolea ile hali ya wachimbaji kuweza kupata ajali kutokana na ilivyokuwa mwanzo. Ukweli mambo ni mengi. Tunaomba sasa wadau wetu wale wawekezaji ambao pia ni wachimbaji wajikite kusimamia maelekezo ya usalama, kwani tukiungana sisi na wao itatufanya tupige hatua moja kutoka tulipokuwa kuelekea kuwa na usalama zaidi, kwa sababu tunasema idara ya ukaguzi tuna kauli mbiu ya ukaguzi ni usalama kwanza. Hivyo sasa huwezi ukawekeza ikiwa huna amani na usalama wako. Kwa hiyo tuwaombe sana wawekezaji, kwa maana wachimbaji ambao wale wanachimba kupitia uchimbaji mdogo waweze kufuata maelekezo ya idara ili kuhakikisha wachimbaji wetu wanakuwa salama salimini. Lakini pia kitu kingine ni masuala mazima ya kuhusu wanawake ambao wana watoto wadogo wanakuja migodini. Tunaomba sana, nitoe rai yangu kwa wanawake hawa wasiweze kuja maeneo haya, kwani ukizingatia saizi na hali iliyopo ya mvua imekuwa ni nyingi, inapelekea kuna maeneo unaweza ukahisi labda hapa ni salama lakini kumbe liko shimo yamejaa ni maji, unaweza kusababisha kupoteza uhai. Lakini tu sio kwa sababu ya mvua, haturuhusu kabisa wanawake kuwaleta watoto wadogo sehemu ya migodini. Kwa hiyo niombe sana kina mama wote mnaonisikiliza tuwe makini kuzingatia usalama wetu pamoja na watoto wetu. Naye mkaguzi wa migodi kutoka Shirema katika mgodi wa Mwime, Ernest Maganga, ameeleza kuwa semina hizo zimekuja wakati muafaka kwa kuwakumbusha wadau wao muhimu katika migodi hiyo ya majukumu yao na pia kanuni za usalama migodini. Hii inaonyesha jinsi serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia inavyojali maisha ya wachimbaji wadogo wa dhahabu. Eneo letu la migodi ya huku Mwime of course ilikuwa ni eneo la majaruba. Sasa eneo la majaruba ilikuwa ni ukanda wa mito. Kwa hiyo mvua inaponyesha
eneo hili linakuwa linaathiriwa sana na maji yanakuwa yanaingia, lakini tunawashukuru wakurugenzi wa baadhi ya leseni wamejitahidi kukata mitaro ambayo inakuwa inazuia maji kidogo, inazuia, lakini bado maji yanasumbua na maduara menyewe yanakuwa changamoto ambayo yamekuwa yametelekezwa kwa muda mrefu, ambayo yalikuwa yametelekezwa, yanapokuwa na maji inakuwa hatari kwa wale watembea kwa mguu ambao hawajui jiografia ya maeneo ya mgodi ulivyo. Mafunzo tunatolewa na idara ya ofisi ya madini Kahama, kwa kweli yanatukumbusha majukumu yetu, yanatukumbusha utekelezaji wa maelekezo ambao wanakuwa natupa. Kwa hiyo haya majukumu yanatupa umakini, yanatuimarisha kwamba siku zote tusimame katika kusimamia watu, kusimamia migodi, ili watu wote wanaofanya kazi wafanye wakiwa salama, wavuna walichowajalia Mwenyezi Mungu na warudi nyumbani wakiwa salama. Wito wangu wachimbaji wadogo tufuate maelekezo ambayo idara ya ukaguzi inayatoa, kwa sababu idara ya ukaguzi inatoa maelekezo kutoka ofisi ya madini. Mohab TV, Kahama.